So my boys, this is Vibrations TV. Kama hujafanya kutufollow ili unapata updates zetu mpya na nono zaidi. Leo tupo kwenye uwanja wa R1 Sport Mabingwa. Tumekuja kujua mambo 1 2 3 kwa ajili ya ligi ambayo inakuja, na leo tupo na captain wa team pamoja na kiungo wa team. Bwana, mambo vipi? Njema. Safi. Alhamdulillah, shukuru. Yesu anabariki. Amna. Allah anabariki. Naam. Wewe kama nahodha wa timu ya R1 Sports, ligi inaelekea kuanza hivi karibuni, ni kipi ambacho umekiandaa kwa ajili ya timu yako? Kwanza niseme nimshukuru Mwenyezi Mungu mpaka na hapa maandalizi ya timu imefikia 70%, na nashukuru sana viongozi wangu pamoja na technical bench. Mpaka sasa nimepata 70% za kuandaa timu na wachezaji tumekamilika ipasavyo, bali tu kuna madhaifu kidogo kidogo yanatakiwa rekebishwe, lakini tumejiandaa vyema. Tukienda na kauli za watu huko mtaani dhidi ya mechi ya mwisho dhidi ya Manakali, kuna watu wanasema kwamba R1 imeanguka kibingwa, imeanguka kibabe, na kuna wengine wanasema kwamba ile pale ni hali ya kujaribu kujitumia, ila walikuwa washazidiwa nguvu. Wewe kama nahodha wa timu na kipi cha kuongea dhidi ya ile mechi? Mechi kwanza naweza nikasema ilikuwa ni tough sana, mechi ilikuwa ni ngumu, lakini kwa asilimia kubwa sana naweza nikasema kujitutumua imo katika hiyo aliyoisema, lakini kibabe mtu huwa afi kibabe, ila kujitutumua ni hatua ambayo unaweza ukafanya. Kwa hiyo matokeo yale yalikuwa ishapangwa na Mwenyezi Mungu, hakuna jinsi ya kupangua. Kwa hiyo ile ishatokea, basi hiyo hapo ishapangwa kabisa, haiwezi kupingika. Mpaka ilipofika stage ya kuweza kutoa zile goli mbili, kwa upande wako unaweza kumshukuru kocha kwa sababu aliweza kuifanya, ama unaona ni hali tu ilitokea sintofahamu ya kubahatisha, labda pengine goli zote mbili zikaweza kupanguka? Naweza nikasema ni marekebisho ya walimu. Ni marekebisho ya walimu. Sababu yako wewe kuweza kutoka baada ya dakika 45, ile sababu wewe ulionaje? Sababu ilikuwa sahihi, maana mechi ilikuwa ni ngumu sana kwangu, lakini mwalimu aliona sio sahihi sana kunibakiza, kwa sababu aliona kuna silaha zingine ambazo zinaweza zikaleta matokeo, lakini alizidi kuwapa hamasa walioingia wafanye mabadiliko na wajue namna gani watakavyobadili mchezo, maana mfumo tulioanza nao umetukataa sisi wote. Na ukitizama siku ile hali ya tope ilisumbua, lakini walivyoingia wale wachezaji, kocha akamwambia badili mfumo, chezeni mfumo huu hapa ili mradi tupate matokeo kwa haraka, na hisi hilo lilichangia na si kupata matokeo mazuri. Ya, asante sana. Na pia tunaweza kuama upande wa pili pia vile kuna mchezaji ambaye aliweza kuingia baada ya dakika 45 za pili. Baada ya dakika 45 za kwanza kukatika, dakika 45 za pili ndo aliweza kuingia mchezoni. Mambo vipi? Fresh kwema. Kwema kama kawa kabisa. Wewe ni Muislamu Mkristo? Mimi Mkristo. Kristo asali ila siendagi na kanisani. Wewe ni Mkristo dini? Mkristo, si babangu Mkristo. Mechi dhidi ya Manakali ni mechi ambayo wewe uliweza kuingia baada ya dakika 45. Kipi uliona ambacho uliweza kukibadilisha baada ya kuweza kuingia mchezoni? Nimebadilisha mengi tu. Badilisha mengi? Maana kwanza kimchezo sio kwanza. Makocha zetu walimtoa Sadiki pale, kaniingiza sasa. Tukaenda tukaongea na wachezaji wangu, tusumbue zile zao na ni winga zile zote. Tuzisumbue kwanza. Tukaona trick yetu imefanya vyema, ndo mabadiliko ambayo nimeifanya. Na mabadiliko yakaonekana pale ni tukagomba goli zote mbili. Na nikiangalia pia vile kuna namna fulani wewe na Coman mlikuwa kama mnabadilisha hivi. Kama yeye anataka kwenda kwenye upande wako kule aanze kupanda, afu kama vile wewe mnakuwa kama mna banana hivi. Ile ilisababishwa na nini labda? Hesabu yetu tu. Coman aliona yende pale, mimi niende kwanza pale. Labda mchezo utabadilika, na kweli utabadilika. Kwa hiyo katika 1 na 2 ya kutafuta matokeo. Kubadilisha kwanza mchezo kidogo, maana tulikuwa tunashambulia sana. Tukiangalia R1 ni chipukizi kwenye timu ya R1 Sport, na pia vile miongoni mwa machipukizi ambao wanahesabika kambini, na wewe umo kwenye hicho kikosi. Ni kipi ambacho tunaweza kufanya ili kiwango chako cha mpira kisishuke, kisipungue, yani ubaki hapo na uzidi kuzungumzika, utoke kwenye kuwa chipukizi hadi uende kuwa kwenye legend? Kila siku ni mazoezi tu. Yaani cha muhimu ni kupiga zoezi sana. Ndio naweza nikakuwa baki hapo kwenye kiwango changu hivi. Na nitazidi. Hata hiyo ligi nayo kuja hapo, itaonyesha kiwango zaidi kile ambacho nikionyesha. Ulikuwepo kwenye tuzo za chipukizi bora.
ulikuwepo pale, ila unahisi kipi ambacho kilikupelekea usichukue ile tunzo ya chipukizi bora? Ni kufuatana na vigezo sasa. Mimi sikuwa na vigezo vingi kuzidi ambayo alichukua, ndio maana amechukua. Vigezo vilitokana labda na kukosa nafasi ya kushiriki baadhi ya mechi, kuanzia sabu kuingia baada ya dakika 45, au ilikuwa ni kipi labda? Tuseme yule bwana amenishinda magoli nini, na mimi sikuwa nafunga sana, afu ameperform sana, afu tena kifupi amefika final na akachukulia timu kombe. Bwana, kipi ambacho watu wakijua wangependa ukifahamu kwako? Kwangu kama kuhusu kitu ambacho unaona hichi kitu hapa mtu aweza akakifahamu kwa upande wangu mimi, yani ni kitu ambacho ni secret, ila unapenda watu wakifahamu, ila mtu mwingine akiangalia kwa haraka haraka hawezi kukifahamu, ila mpaka umwambie ndo anakifahamu. Siwezi nikajua, kama mimi sinaga vitu vya kujificha sana. Kwa asilimia kubwa upo wazi. Wazi. Na pia vile kuna ofa zinapostiwa na Vibrations TV. Nafikiri unaziona? Naziona mitandaoni, naziona sana tu. Taarifa ushaipata? Nimeshaipata na tutashukuru sana zikifika sana. Nafikiri neno moja kwa Vibration. Neno moja kwa Vibration. Asante na wazidi kuimarisha mpira wa kambini. Asante sana.